The Lord. Bwana Yesu asifiwe. Our theme today, ujumbe wetu leo, this far we have come. umbali huu tumefika. Tell your neighbor, this far we have come. Ambia jirani, umbali tumefika. I was meditating on that word. Nilikuwa natafakari neno hili And I realized something. na nikagundua kitu. You cannot speak like this Hauwezi kuongea hivi if you never came from a particular place. kama hujatoka mahali. Hello? No. If you speak like this, Ukiongea hivi it means there is a place where God had begun with you inamaanisha kuna mahali Mungu alianza na wewe and He has moved with you na amekusongeza and you are in another level. na uko katika kiwango kingine. Now these are the words of somebody who is finishing strong. Na haya ni maneno ya mtu ambaye anamaliza katika nguvu. If you are not finishing strong, Kama haumalizi katika you nguvu, cannot speak like this. hauwezi kunena hivi. So I am here Kwa hivyo niko hapa to remind all of us, ili nikaweze kuwakumbusha we are going to sing in the same chorus, ya kwamba tunaenda kuimba wimbo mmoja, that this far we have come. ya kwamba umbali huu tumefika, This far we have come. umbali huu tumefika. And I realized something here. Na nikagundua kitu hapa. It's a Thanksgiving Sunday. Ni Jumapili ya kutoa shukrani. Let me tell you something. Wacha nikuambie kitu. The devil can allow you to do a lot of things. Ibilisi anaweza kukuruhusu kufanya vitu vingi. He cannot, and I am sure in the name of Jesus, Na nina imani katika jina la Yesu they will help you to understand ya better, kwamba mambo haya yatawasaidia kuelewa to vema, say thank you to our Lord Jesus. kusema asante kwa Yesu Kristo. Praise the living God. Amen. There is a scripture here Kuna maandiko hapa in the book of 1 Samuel. katika kitabu cha Samueli wa kwanza, When you read chapter 7, ukisoma mlango wa 7 verse 12, mstari wake ni wa 12. pay attention to this one, Sikiza haya kwa makini, because there is a revelation there kwa kuwa kuna ufunuo mahali hapa that God will help you to understand. ambao Mungu atakusaidia kuelewa. Are you there? Je, uko pale? Is everybody there? Kila mtu ako pale. The Bible says Biblia inasema mstari jiwe, he never took stones. hakuchukua mawe. I wish I'm speaking to somebody. Na hisi ningekuwa naongea na mtu hapa. And Samuel took a stone. Na Samueli akachukua jiwe. This means Hii inamaanisha in that vicinity katika sehemu ile there were all many other stones. kulikuwa na mawe mengine mengi, But Samuel picked a stone. lakini Samueli akaokota Is jiwe. somebody in the spirit here? Je, kuna mtu katika roho Are you hapa? getting something here? Je, mtu anapata kitu He hapa? never picked stones. Hakuchukua mawe. And David never picked any other thing. He had a lot of stones. Na Daudi hakuchukua kitu kingine, alikuwa na mawe mengi. But among the stones, Lakini ndani ya mawe yale he picked a stone. akaokota jiwe. Somebody shout amen wherever you are. Sema amina mahali uliko. Today I just give you the revelation of the stone of Samuel Leo nataka nikupe ufunuo kuhusu jiwe la Samueli. that enabled Samuel to say thank you to what Ambao God did. ulisaidia Samueli kusema asante kwa yale umetenda. Oh, hallelujah. Amen. I can see also in the Bible there is another man of God. Naweza ona pia katika Biblia kuna mtu mwingine wa Mungu. Jacob, when he slept at a particular place, Yakobo alipolala mahali pengine, the Bible says Biblia inasema he saw angels coming from heaven. akaona malaika wanatoka mbinguni. They were descending to the place where he was. Walikuwa wanashuka mahali alikokuwa And he saw them. na akawaona. And other angels were also ascending from the same place. Na malaika wengine walikuwa wanatoka kutoka mahali pale wakipanda juu. And what he saw, Na kile alichokiona that his soul, kikagusa moyo wake. realized something, Akagundua kitu that I've seen the breakthrough of the ya kwamba kingdom. nimeona uvumbuzi wa mbingu. When he woke up in the morning, Alipoamka asubuhi he picked a stone. akaokota jiwe. Oh, somebody's not getting that. Mtu apati hilo. He also picked a stone Akaokota pia jiwe that he was laying on. ambalo alikuwa amelilalia And he never left it like that. na hakuacha pale vile. He picked something from his pocket. Akaokoa kitu mfukoni mwake. Oh, touch your neighbor, tell your neighbor, you better get the Mwambie revelation. jirani yako pata ufunuo. After picking the stone, Baada ya kuokota jiwe it was not enough. haikuwa imetosha. He picked also something from his pocket. Akachukua kitu kutoka kwa mfuko wake, The only precious oil. mafuta ya dhamana aliyokuwa nayo, And he poured it on the stone. akayamwaga kwenye jiwe lile. Not stones,
si kwa mawe, but a stone. lakini kwa jiwe. Somebody say amen. Mtu sema amina. He saw the stone Akaona jiwe among the stones, katikati ya mawe, and he picked it. na akaokota. But he wanted to go, Lakini alitaka kwenda but he will come back ili arudi tena, to recognize the stone. ili akajue jiwe lile. He took the oil Akachukua mafuta and smeared it on the stone, na akapaka juu ya jiwe lile, because any stone kwa sababu kila jiwe has been smeared by oil. ambalo limepakwa mafuta, When you come, when it is raining, ukirudi kama kunanyesha, you will discover it is here. utajua liko hapa. When you come, when it is rain, the sun time, Ukikuja wakati wa jua, you shall know it, utalijua, because it will be melting. kwa sababu litakuwa So linaangaza. it was a sign Kwa hivyo ilikuwa ni ishara to make a covenant with God ya kutengeneza agano na Mungu and to show God. na kuonyesha Mungu, And he said, na akasema, this is your place. hapa ndipo mahali pako, This is your place. hapa ni mahali pako, Because it's a place, kwa sababu ni mahali I saw the heaven open. ambapo niliona mbingu And imefunguka, I know na ninajua not anywhere heaven can open. si kila mahali mbingu inaweza kufunguka, And it is not easy na si rahisi to find a place kupata mahali where heaven can ambapo open. mbingu inaweza kufunguka, And it will be dangerous to me na itakuwa ni hatari to kwangu lose this location. kupoteza mahali hapo. Oh, touch your neighbor. Shika jirani yako, Tell your neighbor you better understand your mwambie jirani, location. lazima uelewe mahali pako. We have things we are missing them Kuna vitu tunapoteza because of the location. kwa sababu ya mahali. Praise the Lord. Amen. You remember the story of Zacchaeus? Unakumbuka habari ya Zakayo? He was in a location Alikuwa mahali that he was hearing about Jesus, ambapo alikuwa anasikia kumuhusu but he Yesu, didn't want to hear about him. lakini hakutaka He kumsikia, wanted to see him alitaka kumuona, until he vacated the place. mpaka pale alipoondoka mahali He pale, climbed on the higher level akapanda mahali pa juu to see Jesus on the better view. ili aweze kumuona Yesu katika mazingira yaliyosawazika. So the same thing Jacob did, Hapo hiyo kitu ambacho Yakobo alifanya, and we need to do it again here. na tunapaswa kuifanya tena mahali He hapa. said, I am going, Akasema but if you ninaenda, help me there, lakini ukinisaidia huko, when I come back, wakati nitakaporudi, I shall build you a house here. nitajenga nyumba yako Look mahali. at this man called David. Angalia mtu huyu anaitwa Daudi, He knew how to deal with God. alijua jinsi ya kufanya kazi na Mungu. Touch your neighbor, tell your neighbor, if you don't know how to deal with God, Mwambie kama haujui jinsi ya kutembea na Mungu, to deal with God, kufanya vitu na Mungu, God will never deal with you. Mungu hawezi fanya vitu na There wewe. is something you can do Kuna kitu unaweza kufanya that can pull you close to God, ambayo inaweza kukuvuta karibu na and Mungu, God can spare you for na that. Mungu anaweza kukuweka kwa ajili ya hilo. Now the Bible says, Kwa hivyo Biblia then inasema, Samuel took a stone kwa hivyo Samueli akaokota jiwe and set it up between Mizpah and Shem, na akaiweka katikati ya Mispa na Shem, and he named it Ebenezer, na akaita mahali hapo Ebeneza, saying, akisema thus far umbali the Lord has helped us. Mungu ametusaidia. Now listen, church. Kwa hivyo sikiza kanisa, What is the meaning of Ebenezer? ni nini maana ya Ebeneza? Hey. What is the meaning of Ebenezer? Maana ya Ebeneza ni nini? Ebenezer, Ebeneza it means inamaanisha a stone of help. jiwe la msaada, A stone of help. jiwe la msaada. This is Ebenezer. Hii hapa ni Ebeneza, A stone of help. jiwe la msaada. And the Bible says, Na Biblia inasema he put the stone down akaweka jiwe lile chini and he said, na akasema, this far, umbali huu, this far, umbali huu, this far, umbali huu, there is a place where we have come from. kuna mahali tumetoka. The stone of help. Jiwe la msaada. What do you understand by the stone of help? Unaelewa nini na jiwe la msaada? People that will gain. Mkawe watu ambao mtakaopokea. I say be part of the people that will gain. Mwe watu mtakaopokea. You know what to do. Mnajua cha kufanya. If you want to finish well, Kama mnataka kumaliza vema. number one, Kitu cha kwanza, you must make sure
lazima muhakikishe God must remain your main point. Mungu abaki kuwa mahali pako pakuu. God remains number one in your life. Mungu ni mtu wa kwanza maishani mwako. In your life. Ndani ya maisha yako. That is what Samuel did. Hicho ndicho Samuel alichokifanya. That is what Jacob did. Hicho ndicho Yakobo alichokifanya. That is what Abraham did. Hicho ndicho Ibrahimu alifanya. That is what Gideon did. Hicho ndicho Gideoni alifanya. If we cannot do that, kama hatuwezi kufanya we hayo, shall miss a point. tutapoteza. But all of us, lakini sisi sote, greet your neighbor, tell your neighbor you will finish strong. ambie jirani yako utamaliza kwa nguvu. You will finish very strong. Utamaliza kwa nguvu. Let God continue to be number one in our lives. Wacha Mungu abaki kuwa wa kwanza maishani mwetu. Thanks is very important thing. Asante ni muhimu sana. Thank you is very important. Asante ni muhimu We sana. have a lot of people. Kuna watu wengi They died, walikufa, but you are alive. lakini wewe uhai. We have buried a lot of people. Tumezika watu wengi, But why are you alive? lakini kwa nini wewe mzima? I wish you could ask yourself that question. Nafikiria ungejiuliza swali hilo. And God cannot spare you for nothing. Na Mungu hawezi kukuweka ili ukae pale kwa bure. Angalia jirani, mwambie unaishi kwa sababu kuna kitu. You are living because there's And something. if you fail the exam, Na ukianguka mtihani, God cannot add you more years. Mungu hawezi kukuongeza miaka mingine. Why are we here? Kwa nini tuko hapa? Why are we in the presence of Kwa God? nini tuko uweponi mwa Mungu? It means Ni kumaanisha God wants you to be profitable Mungu anataka tuwe watu wa dhamana to His kingdom. kwa ajili ya ufalme You wake. remember what Hezekiah said Unajua Hezekia alisema nini? when he was told by the prophet, Alipoambiwa na nabii, prepare your house, jiandae you will die. kwa kuwa utakufa. He said, no, Akasema hapana. God, Mungu, I have done this nimefanya hiki and I have done that na nimefanya kile and I'm yet to do this. na ninataka kufanya kile. And God said, Na Mungu akasema, go and tell him, enda umwambie, I have added him 15 years. nimemwongeza miaka 15. I declare to somebody here, Ninatangazia mtu hapa, prepare well, jiandae vyema, deal with God very well, fanya vitu na Mungu and vizuri, will add you more years na atakuongeza miaka to mingine finish very ili strong. uweze kumaliza katika Not nguvu. only finishing, Si kumaliza tu, anytime you ile finish, wakati unapomaliza you begin. uanze tena. Jirani yako mwambie ninamaliza, ninaanza na nguvu. I'm finishing and I'm beginning strongly. We are finishing this year, Tunamaliza mwaka huu but we are also beginning. na tena tunaanza. If you want to know you are growing, Kama unataka kujua unakuwa, the way you began this year, jinsi ulivyoanza mwaka huu, don't begin the same way usianze na njia ile ile the 2020. mwaka wa 2020. If you begin in a certain formula, Kama ulianza na mtindo fulani, pray God anza kuomba Mungu to give you higher level akupe viwango vya juu to begin. kuanza. God will promote you Mungu atakuinua to all places, sehemu zote zile, so long as you ask mradi tu uulize with wisdom. na hekima. Not just go, give me God, give me Si God. Mungu nipe, Mungu nipe, Say. Mungu nipe. Anasema The hand that giveth mkono utoao receives. unapokea. If you don't train your fingers to give, Kama huwezi kuvifundisha vidole vyako kupeana, your fingers will forget to receive. vidole vyako vitasahau kupokea. Hey, look at your neighbor, tell your neighbor you better train your fingers Uvifundishe vidole vyako to give viwe vya kupeana, so that they can be trained to receive. ndiposa uvifundishe kupokea. And when you receive from God, Na unapopokea kutoka kwa Mungu, you must continue dealing with God lazima uendelee kufanya kazi na Mungu in the line of giving. katika ile hali ya kupeana. Give your life, Upeane maisha yako, give your time, upeane fungu la 10. have time. Give your time to God. Peana wakati wako, Give your tithes. upeane fungu la 10. This thing called tithe, Hiki kitu kinachoitwa fungu la it 10 has got the power to lose people from poverty. kina nguvu za kutoa watu kutoka kwa umasikini. I was reading the Bible Nilikuwa nasoma and Biblia I realized na nikajua when God spoke to Abraham ya kwamba Mungu alipomnenea Ibrahimu and declared blessings to Abraham, na akatangazia Abrahamu baraka, you will be blessed. wewe utabarikiwa, Your children will be like the sand of the watoto sea. wako watakuwa kama mchanga wa bahari, You will be the father of many nations. utakuwa baba wa mataifa Do mengi. you know what happened? Unajua ni nini kilichofanyika? Abraham Abrahamu got a revelation. akapata ufunuo. There is someone I'm speaking to Kuna here. mtu
linamnenea hapa. You can receive the prophetic word. Unaweza kupokea neno la kinabii. But if you don't receive the revelation, lakini kama hujapata ufunuo, it becomes a word without effect. Linakuwa ni neno bila madhara. But if you receive revelation, lakini ukipokea ufunuo, it changes your life. Inabadilisha maisha yako. Abraham received the revelation. Abrahamu akapokea ufunuo. And he took his tithe. Na akachukua fungu lake la kumi. And he went to Melchizedek. Na akaenda kwa Melkizedeki. And he gave it to Melchizedek. Na akampea. And after that, na baada ya hapo, he declared a blessing to Abraham. Akatangaza baraka maishani mwa Abrahamu. And everything God spoke, na chochote Mungu alichokinena, it came over Abraham. Kuja kutimia maishani mwa Abrahamu. I declare to somebody here, Ninatangazia mtu hapa, we shall not be hearers, hatutakuwa watu wa kusikia tu, but we shall also be the doers. Watu wa kutenda pia. You better understand something here. Elewa hapa. Faith comes by hearing. Imani inakuja kwa kusikia. And by hearing the word of God. Kusikia neno la Mungu. But your faith becomes power imani yako inakuwa nguvu when you act on it. Wakati unapoitendea kazi. Oh, salimia jirani yako, mwambie take action to your faith. Fanya vitendo kwa imani yako. Take action to your faith. Fanya vitendo kwa imani yako. You may be sitting here, unaweza kumeketi hapa, talking a lot of bigger things. Unaongea mambo makubwa sana. But if you don't take action, lakini kabla hujachukua hatua, you will speak bigger things. Utaongea mambo makubwa, but you remain small. Lakini utabaki mdogo. Oh, somebody's not getting me. For your bigger words to become great, ndiposa maneno yako makubwa yawe makuu, and to make you to become great, na ya kufanya uwe mtu mkuu, action must be taken. Matendo lazima yafuatiliwe. Not action of the comfort zone. Si matendo ya mahali pa pumziko. Some of you will lose great things to receive bigger things. Mtapokea vitu vikubwa, kujini mpokea vitu vikubwa zaidi. Look at Abraham. Angalia Abrahamu. The only son. Mwana wa pekee. The only one. Mwana wa pekee. Oh my God. He caused Abraham to be known. Akasababisha Abrahamu ajulikane. You better receive a revelation here. Pokea ufunuo hapa. It is through your actions, ni kupitia kwa matendo yako, in the things of the spirit, katika mambo ya roho, that will make you to become great. Kusababisha uwe mtu mkuu. Praise God. Amen. Your actions. Matendo yako. Salimia mtu mwambie your actions. Matendo yako. Your actions. Matendo yako. Kuna watu wanaongea mambo makubwa sana. We have people who speak great things. But taking action lakini becomes a problem. Kuchukua hatua inakuwa ni shida. Hallelujah. Amen. Mwaka ikianza unasema hii mwaka. When the year begins you say this year. Mwaka wa 2019 imenitesa sana. The year of 2019 has been really. Salimia mtu mwambie hakuna siku mwaka ina nguvu ya kutesa wewe. There's no day that the year has power to trouble you. Mtu anajitesa na vile anafikiria. Somebody troubles himself with the way he thinketh. Salimia jirani yako mwambie vile unafikiria. Tell your neighbor how you think. Ndio maana inatesa maisha yako vizuri. That's why you are troubled in your life. Naomba katika jina la Yesu. I pray in the name of Jesus. Tutaanza kufikiria kwa upana. Na hatutateseka hii mwaka. Ambao tunaenda kuingia ndani. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Usichukie mwaka. Don't hate the year. Mwaka imenitesa sana. This year has really troubled me. Wacha isha haraka iende. Very good pass. The problem is not in days. Shida si masiku. The problem is not in hours. Shida si masaa. The problem is in your heart. Shida ni moyo wako wewe. And in your head. Na kichwa chako. Father, baba zako never worship the true God. Hawakumwabudu Mungu wa kweli. They worship the Baal. Waliabudu Baali. And the effect of your father, na dhabihu ya baba yako, the effect of your father, madhara ya baba yako, it has come over you. Imekuja kwenu. Because kwa sababu the DNA of your father, chembe ya damu ya baba zetu, it is also in you. Iko ndani yenu. Now listen to me. Sasa sikiza. There are things you are doing here. Kuna vitu unafanya hapa. They can even affect your children. Inaweza vikadhuru hata watoto wako. But I declare to somebody here, lakini ninatangazia mtu hapa, we are going to stand. Tunaenda kusimama. Not only testifying. Si kutoa tu ushuhuda. The way we are finishing. Kama vile tunavyomaliza. But behind us, lakini nyuma yetu, there shall be an altar. Kutakuwa na madhabahu. Speaking for your future. Speaking for your destiny. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. There shall be an altar. Kutakuweko na madhabahu. And he built another altar. Na akajenga madhabahu mengine. From the time he built the altar, kutoka wakati alipojenga madhabahu, God said, Mungu akasema, you are a man of Uvela. Wewe ni
mtu wa nguvu. Where did the power came from? Nguvu zilitoka wapi? From the altar. Kutoka kwenye madhabahu. Power. Nguvu. You're a man of valor. Wewe ni mtu mwenye nguvu. He didn't have power. Hakuwa na nguvu because of the altar. Kwa sababu ya madhabahu. But after building the altar of God, lakini alipojenga madhabahu hiyo and saying thank you on that altar, na akasema asante kwa madhabahu yako, God changed his life. Mungu akabadilisha maisha yake. In this service today, katika ibada hii siku ya may the Lord open your ears, wacha Mungu afungue masikio so that you may understand ili ukaweze kuelewa the mysteries of God, ukuu wa Mungu, that it comes into your life ambao unakuja maishani mwako to change your generation. kubadilisha kizazi chako, Because everybody sitting here, kwa sababu mtu yeyote amekaa you mahali carry the destiny of other people. umebeba hatima ya watu wengine. Look at Sarah. Angalia Sara, Because of what she did, kwa sababu ya yale she aliyoyafanya, was carrying the generation and generations. alikuwa amebeba mataifa na mataifa. I pray with somebody here. Ninatangazia mtu hapa, Everybody that sits here, yeyote ambaye amekaa hapa, by the mercies of God, kwa rehema za Mungu, may God help you today. wacha Mungu akusaidie leo. Not only just carrying children, Si kubeba tu watoto, but may you carry a generation lakini wacha ubebe that vizazi will trouble the kingdom of ambao darkness. vitaangaisha ufalme wa Are you there? Are you listening to this? Mungu. Hapa unasikia? I declare to once again, Ninatangaza tena, let us not just say this is my children, this is my children. No, no, niseme tu no. hawa ni watoto wangu, watoto wangu. May the Lord raise a generation Wacha Mungu ainue kizazi in your family ndani ya jamii that yako will become a threat ambayo itakuwa ni pingamizi to the kingdom of kwa darkness. ufalme wa giza. May you receive that grace. Pokea neema hiyo. In other words, Kwa maneno mengine, I am saying ninasema all your children, watoto wako wote, all of them, wote, wote they shall follow wataandamana, the principle of the word, wataandamana na sheria za the neno, power of God, nguvu za Mungu, success of the Bible. ushindi wa Biblia. May you receive it in the name of Wacha Jesus. upokee katika jina la Yesu. Because this message Kwa here, sababu ujumbe huu hapa, this far, umbali huu we have come. ambao tumekuja, The Lord is our Ebenezer. Mungu wewe ni Ebeneza. We have not come to this far Hatujakuja umbali huu because we drive our vehicles, kwa sababu tulikuja na magari zetu, because of our good houses, kwa sababu ya nyumba zetu nzuri, because of Jesus. kwa sababu ya Yesu. Tell your neighbor, because of Jesus. Sema ni kwa sababu ya Yesu. Tell your neighbor, because of Jesus. Sema ni kwa sababu ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And listen to this. Nasikiza kwa hili In 1 Corinthians, katika Akorintho wa kwanza, 1 Corinthians Akorintho wa kwanza chapter 10 verse number 4. 14, The Bible says, Biblia inasema and drank the same, kutoka kwa mwamba wa kiroho, and that rock accompanied them, na huo mwamba uliandamana na wao, and the rock was Christ. na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Are you getting something here? Je, unapata kitu hapa? Are you getting the reason why Samuel said this far? Unapata sababu kwa nini Samueli alisema umbali huu? This far. Umbali huu. The Lord is Ebenezer. Bwana ni Ebeneza. It is because Ni kwa sababu Israelites Israeli from Egypt, kutoka Misri, when they were moving from Egypt, walipokuwa wanatoka kutoka Misri, the rock followed them. ule mwamba uliwaandama, It was following them. ulikuwa unawafuata nyuma. Everywhere they went, Kila mahali walikoenda, they were accompanied by the rock. walikuwa wanazindikishwa na mwamba, And when they were thirsty, na walipokuwa wana kiu, they turned to the rock. wakageukia mwamba. And the Bible says, Na Biblia inasema they drank a spiritual drink. wakakunywa vinywaji vya rohoni. Praise the living Lord. Amen. And from the spiritual rock, Na kutoka katika mwamba kwa roho, and the Bible speaks about the spiritual rock. na Biblia inaongea kuhusu mwamba wa roho. It means there are other rocks. Inamaanisha kuna miamba mingine, But this rock lakini mwamba huu that followed Israelites, ambao ulifuata Israeli, we call it a spiritual rock. tunauita mwamba wa kiroho. And this spiritual rock, Na huu mwamba wa the kiroho, Bible says, Biblia inasema it is Christ. ni Yesu Kristo. And Samuel says, Na Samueli akasema, he took the rock, the stone, akachukua jiwe and he put and reset it up. na akainua juu, And he said, na akasema, this far, umbali huu the Lord has helped us. Bwana ametusaidia. I declare to somebody here, Natangazia mtu hapa, you shall not help yourself. hautajisaidia. Everywhere you go, Kila mahali utakapoenda, the rock shall accompany mwamba you. utaandamana na wewe. In your company, Katika kampuni yako, then you go by the rock.
the prophets, wana wa manabii, when they saw the place where they are meeting, walipoona mahali ambapo wanakutanika, it was too small for them. kulikuwa ni mahali padogo sana. They went to the prophet, wakarudi kwa nabii, and they told the prophet, wakaambia nabii, this place mahali hapa is too small. ni padogo sana. Allow us Turuhusu sisi to go to Jordan. twende Yordani, We look for poles. tuangalie miti, We build your house. tujenge nyumba yako. Now the Bible says, Kwa hivyo Biblia inasema, the prophet told them, nabii akawaambia, you are free to go. nyinyi enendeni, I have blessed you. nimewabariki. But one of them, Lakini mmoja wao, somebody's not getting what I'm saying. hapati ninachokisema. Many asked for permission, Wengi waliuliza kuhusu and they were safari ile, permitted to go. na wakapewa ruhusa. But one of them, Lakini mmoja wao, mmoja he came back akarudi, and he said, akasema, can you mind to accompany us? je, unaweza kuenenda na sisi? Accompany us. Enenda na sisi. And the prophet said, Na nabii akasema, why not? kwa nini nisiende? I shall accompany you. Nitaenda na nyinyi. In other words, Kwa maneno mengine, when they began the journey, walipoanza safari, behind them nyuma yao there was no rock. hakukuwa na mwamba, And one of them, na mmoja wao he realized akajua ya kwamba they don't have accompaniment. hawana mtu wa kwenda na wao. They went back to Elisha Akarudi kwa Elisha and he accompanied them. na akaenenda na wao. The prophet of God, Nabii wa Mungu, God is in him. Mungu ako ndani mwake. When you are accompanied by the prophet, Kama unaongozwa na nabii, you are also accompanied by God. wewe pia umeandamana na Mungu. And they walked Na together. wakatembea pamoja. Behind them they were secured. Nyuma yao walikuwa na usalama. The prophet was with them. Nabii alikuwa na wao. When they were cutting the poles, Walipokuwa wanakata miti, one of them, mmoja wao his axe fell in water. shoka lake likaanguka kwenye maji. He could not do anything there. Hangeweza kufanya He chochote. went back to the prophet Akarudi kwa nabii and he asked the na prophet, akauliza nabii, what can we do? nifanye nini sasa? There is something you need to understand. Kuna kitu wapaswa kuelewa. The far you are going Umbali unaenda, determine who is behind you. jua ni nani yako nyuma yako. I declare to somebody here, Ninatangaza kwa mtu hapa, don't walk alone. usitembee peke yako. Don't walk alone. Usitembee peke yako. Don't move alone. Usiende peke yako. Jesus must be there. Yesu lazima uwepo. You must be accompanied by Lazima God. uende na Mungu. Hallelujah. Amen. Praise the living God. Amen. The prophet came. Nabii akaja. A man who represents God. That of you. Vitatoa mazao yako wewe. If you know how to deal with God, Kama unajua kutembea na Mungu, God will bless your life. Mungu atabariki maisha yako. I pray for you Ninakuombea in Jesus' name. katika jina la Yesu, Because you have received the kwa word sababu of God. umepokea neno la Mungu. This far, Umbali huu it has taken God. imemgharimu Mungu. Don't ever say it is because of my power. Usiwahi kusema ni kwa nguvu zangu. Other people think because of their possessions. Watu wengine wanafikiri ni kwa ajili ya vile vitu wako navyo. We have a lot of people who have a lot of possessions, Kuna watu wengi wana vitu vingi but they don't have life. lakini hawana maisha. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. And you need to understand this Na unapaswa kuelewa hii as I finish. ninapomaliza, Because you need to understand the power of sacrificing kwa sababu and thanksgiving unapaswa to God. kuelewa nguvu za kutoa dhabihu kwa Mungu. Look at this. Also, Angalia the hii. devil is a liar. Hata ibilisi ni mwongo, He knows when you sacrifice. anajua unapotoa dhabihu. Unanipata vizuri kanisa? Je, I'm finishing. namaliza. Even Satan knows there is power in Hata sacrifice. shetani anajua kuna nguvu ndani ya dhabihu. For the devil to lose in the spirit, Ndiposa ibilisi apoteze rohoni, God sacrificed. Mungu alitoa dhabihu. Oh my God. For God so loved the world, Mungu akaupenda ulimwengu, He sacrificed His own son. akatoa dhabihu ya mwana wake wa pekee. Who was the loser? Nani alipoteza? The devil lost you and I. Ibilisi akapoteza wewe na mimi. Anytime you release a sacrifice to Kila God, wakati
unapotoa dhabihu kwa Mungu, the devil is the loser. ibilisi anapoteza. It is my prayer today Ni ombi langu siku hii ya leo, that nobody in this house ya kwamba hakuna yeyote katika nyumba shall be hindered by the devil atakayezuiliwa na to ibilisi sacrifice to his or her kutoa altar. dhabihu kwa madhabahu yake. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Listen to this scripture as I end. Sikiza hii ninapomaliza. Then Pharaoh summoned Moses Na Farao akamwita Musa and said, go, na akamwambia, ondoka uende worship your Lord. ukamwabudu Mungu wako, Even your women and children hata wake wenu na watoto wenu may go with you. waende pamoja na wewe, Only leave your flock lakini tu muache kondoo wenu and your herd behind. na ng'ombe wenu nyuma. And Moses said, Na Musa akamwambia, thou must give us also sacrifices lazima pia utupe dhabihu of burnt offerings, za kutoa sadaka ya kuteketezwa, that we may sacrifice ili unto the tukaweze Lord kutoa dhabihu kwa ajili ya Mungu, our God. Mungu wetu. Look at this. Angalia hii, When Moses prayed wakati Musa alipoomba and God commanded Pharaoh, na Mungu akamuamurisha Farao, Pharaoh reached at a place Farao akafika mahali in Exodus 10 katika Kutoka 10 verse number 24 to 25. mstari wa 24 na 25, He told Moses, akaambia Musa, now sasa I am leading you mimi nimewaachilia, to go enendeni and worship. mkamwabudu. I need somebody to pay attention here. Nataka mtu akuwe makini hapa. Go and worship Enendeni mkaabudu your Lord Bwana wenu with your women, na wake wenu, also with your children. tena na watoto wenu, But lakini you will leave behind mtaacha nyuma your flock kondoo and your herd. na ng'ombe wenu. And Moses said, Na Musa akamwambia, we don't know hatujui what God may require kile Mungu atakachokihitaji when we worship him. wakati tunamwabudu. So we are not leaving Kwa hivyo hatuondoki until we go with our flock. mpaka pale tutakapotoka na kondoo wetu. Why? Kwa nini? They lacked a sacrifice. Walijua wamekosa dhabihu. Church, are you getting something here? Kanisa, tunapata kitu hapa. They were freed Walikuwa wako huru to go to the promised land, waende katika nchi ya ahadi, but they never left. lakini hawangeweza kuondoka. They decided to live in Egypt. Waliamua kukaa Misri. Why? Kwa nini? Because they had no sacrifice. Kwa sababu hawakuwa na dhabihu. Now what the devil does, Kwa hivyo kile ibilisi anafanya, he can tell you that you are free. anaweza kuambia basi uko huru, But when he withhold your sacrifice, lakini akizuilia dhabihu yako, you will still be in the promised land, utakuwa katika nchi ya but ahadi, you are in spiritual captivity. lakini wewe umefungwa katika anga ya kiroho. You are not prospering there. Hauwezi kuendelea katika anga ya We are kiroho. people I'm talking to now. Kuna watu ninawaongelesha sasa. You've been working many years, Umekuwa ukifanya kazi miaka mingi, but you say all days I've been working. lakini unasema siku zote nimefanya kazi, I have done nothing with my money. hakuna chochote nimefanya na pesa zangu. Every time is a prayer request. Kila wakati ni ombi. God has sent me to prophesy to you. Mungu amenituma nikutabirie. Check on the area of your sacrifice. Angalia upande wako wa dhabihu. If you don't have a sacrifice, Kama hauna dhabihu, you don't have an altar, wewe hauna madhabahu and you don't have a voice, na hauna sauti, a voice will prophesy to you, sauti itakutabiria wewe and you will succeed. na utaweza That's kunawiri. why the Bible says, Ndiposa Biblia inasema, I will bless the work of your hands. nitabariki kazi ya mikono yako. Why? Kwa nini? Through the sacrifice. Kupitia kwa dhabihu. It is through the sacrifice Ni kupitia kwa dhabihu your hands touches the altar. mikono yako inaguza madhabahu. Guza jirani yako, mwambie, you cannot touch the altar with naked eyes. Hauwezi kushika madhabahu na mikono bure. With empty hands you cannot touch Mikono the bure altar. haiwezi kushika madhabahu. You can only be blessed Unaweza tu kubarikiwa if something comes from your hands kama kitu kimetoka mikononi mwako and it lands on the altar. na inaanguka madhabahuni. Then the altar will speak for you. Madhabahu yataanza kunena kwa ajili yako. Anything that is against you, Chochote kilicho kinyume chako, you don't need prayers there, hauhitaji maombi, but the altar will speak, lakini madhabahu yataongea. and God will bless your life. Mungu atabariki maisha yako. Look at Cornelius. Angalia Cornelius, After giving
bring the altar to the altar, the sacrifice, baada ya kutoa dhabihu katika madhabahu, the thanks offerings, dhabihu za shukrani, the Bible says, Biblia inasema when he was sleeping, alipokuwa amelala, the angel wake him up malaika wakamwamsha. and declared to somebody here, Ninatangazia mtu hapa, as you cross over, wakati unapoingia katika kiwango kingine, as you finish strong, wakati unamaliza katika nguvu, may the angel of the kingdom of heaven malaika wa mbinguni be sent to you watumwe maishani and mwako wake you up. na kukuamshe. Anything that was sleeping in your life Chochote kilichokuwa kinalala shall maishani be awakened by the angel of the Lord. na malaika wa Mungu He was wakened up akaamshwa and it was told by the angel of God, na akaambiwa na malaika wa Mungu, look, tazama, I have been sent to you nimetumwa kwako with God. na Mungu. He has told me to tell you, Amenituma nikuambie your offerings, dhabihu zako na sadaka zako it has been received. zimekubalika, And for that reason, na kwa sababu he hiyo has told me ameniambia to tell you, nikuambie to say anything useme chochote that you need. ambacho wahitaji. Now listen, church. Sasa sikiza kanisa, The voice of the sacrifice, sauti ya dhabihu it spoke ikaongea into the life of Cornelius. ndani ya maisha ya Kornelio, And he was given time na akapewa muda to say anything that he needed. aseme chochote anachokihitaji, For you to open heaven ili ukaweze kufungua mbingu and you be able to stand the ground. na usimame dhabiti. Tell God what you need. Ambia Mungu unachokihitaji. You must have an offering that I've spoken for you. Lazima uwe na dhabihu ambayo imenena kwa niaba yako. You must have an altar that I've spoken for you. Uwe na madhabahu yanenayo kwa ajili yako. I pray for all of us. Ninaombea kila mmoja wetu. Let us have a powerful altar that is behind Uwe na us, madhabahu ya nguvu yaliyoko nyuma yetu, that will speak to us, ambayo yataongea kwetu, that will show us the way, yatakayotuonyesha njia in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Because the Bible says, Kwa sababu Biblia inasema and Pharaoh was releasing them na Farao alikuwa anawaachilia without anything. pasipo na chochote. I declare to somebody here, Tangaza kwa mtu hapa, may the favor of the Lord acha kibali cha Mungu continue over your life endelee maishani as mwako. we cross over Tunapoingia mwaka to the mwingine finishing point. katika sehemu ya kumalizia, All of us, wacha sisi we sote shall stand strong tusimame imara and say, na kusema surely hakika this far, umbali huu Jehovah Jehova is Ebenezer, wewe ni Ebeneza, because the Lord kwa sababu Bwana has helped us. ametusaidia. I declare, Ninatangaza number one, kitu cha kwanza, as we cross over, unapoenda kiwango kingine you shall not bury your children. hautazika watoto wako. We are refusing in the name of Jesus. Katika jina la He Yesu, who began life yeye aliyeanzisha maisha in ash, ndani yetu it shall flow itaendelea as we finish. ili tumalize. I declare today, Ninatangaza leo, the one who began your work, yeye aliyeanzisha kazi yako, as you cross over, unapoenda kiwango kingine you shall not be retrenched. hautatolewa kazini In the name of Jesus. katika jina la If Yesu. you believe, shout Na yes. mimi sema yes. The one who began it, Yeye aliyeanzisha he will make it to an end. atahakikisha umekuja mwisho. Touch your neighbor, tell your neighbor, Ambia jirani yako, jirani, there is somebody behind me kuna mtu nyuma yangu who began whatever you can see. aliyeanzisha unachokiona. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the living God. Amen. And that's why in Genesis, Na ndiposa katika Mwanzo when you read 28, ukisoma 28 verse 18 to 22, mstari wa 18 hadi 22, the Bible says, Biblia inasema early the next morning, asubuhi siku iliyofuata Jacob took a stone Yakobo akachukua jiwe he had placed under his head alilokuwa ameweka chini ya kichwa chake and set it up na akaliinua juu as a pillar kama nguzo and poured oil on top of it. na akamwaga mafuta juu yake. Now listen to me. Sasa sikiza, In 1 Samuel katika Samueli wa kwanza chapter 7 verse 12, 7:12 the Bible says, Biblia inasema then Samuel took a stone Samueli akachukua jiwe and set it up. na akaliinua juu. Listen very carefully here. Sasa sikiza kwa makini. And Jacob took a Na stone Yakobo akachukua jiwe and set it up. akaliinua juu. What do you understand about the meaning of setting up? Unaelewa nini na kuinua juu? Is making an altar.
Ni kutengeneza madhabahu. Making an altar. Kutengeneza madhabahu. Let me explain something Wacha here. nieleze kitu hapa. We are the way we are today Si tuko jinsi tulivyo leo because of the altar behind kwa us. sababu ya madhabahu yaliyoko nyuma yetu. Hey. Hebu angalia jirani yako, mwambie you look the same as your altar. Mwambie unafanana tu vile madhabahu yako yanafanana. You cannot be different from your altar. Hauwezi kuwa tofauti na madhabahu yako. Your altar if speaks curses. Kama madhabahu yako yanaongea ana, You cannot live in a prosperous way. hauwezi kuishi katika maisha ya kustawi. Now listen. Kwa hivyo sikiza. Samuel set up an altar. Samueli akainua madhabahu. And Jacob set up an Na altar. Yakobo akainua madhabahu. There is a revelation you need to understand. Kuna ufunuo unapaswa kuelewa. Anytime you see an altar, Wakati wowote unaona madhabahu, you must look for an offering. lazima utafute sadaka. There is no altar without sacrifice. Hakuna madhabahu yanakosa dhabihu. Sacrifice of a righteous person Dhabihu ya mwenye haki from the deepest of your spirit. kutoka ndani ya roho wako It can speak louder into your family. inaweza kuongea kwa sauti ndani ya maisha yako. Go and study your Bible very well. Enda ukaisome Biblia yako vizuri. Anyone who defeated many warfares in the Bible, Mtu yeyote aliyeshinda vita vikubwa katika Biblia, they build an altar for God. walijenga madhabahu kwa ajili ya Mungu. And when you lift up an Na altar, wakati unapoinua madhabahu, it means inamaanisha your battles vita vyako is not against the flesh and the si blood, vita dhidi ya nyama na damu, but there is how you fight. lakini kuna vile I unavyopigana. declare to somebody here, Natangazia mtu hapa, we shall change the way we battle. badilisha jinsi tunapigana. Our battle is not in the physical dimension. Vipi katika hali ya asili. We are fighting our enemies on the Tunapigana altar. adui zetu katika madhabahu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. That's why the Bible says, Ndiposa Biblia inasema when God wanted to change Israel, wakati Mungu alipotaka kubadilisha Israeli, he came to a man in the Bible. alikuja kwa mtu katika When you Biblia. read Judges chapter number 6 verse 25. Kisoma Waamuzi, Judges chapter 6 verse 25. Waamuzi 6:25. There is a man there. Kuna mtu pale. What is the name of this man? Jina la mtu huyu ni nani? The Bible readers. Gideon. Gideoni. Gideon was crying all through. Gideon alikuwa analia kila wakati. And God spoke to Gideon. Na Mungu akanenea Gideoni. And he told Gideon, Akamwambia Gideoni, you are the person that I've chosen wewe ndiwe mtu nimekuchagua among your family. katikati ya jamii yako. When God wants to make something, Kama Mungu anataka kutengeneza he kitu, don't go for the crowd. haendangi kwa kundi, kwa He's umati. looking for somebody special Anaangalia mtu mmoja who has the heart like his. ambaye ana moyo kama wake. You want to know the heart of God? Je, unataka kujua moyo wa Mungu? God is a giver. Mungu ni mtu wa kupeana. If you are a giver, Kama wewe you unapeana, have the heart of God. wewe una moyo wa You Mungu. cannot be a giver Hauwezi kuwa mtu and you mtoaji have a different heart. na una moyo tofauti. So God so loved the world Kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu that he gave his only begotten hata son. akamtoa mwana wake wa pekee. Anyone who operates in that character, Yeyote anatembea katika tabia hii, you have the character of your wewe father. una tabia ya baba yako. The work of the devil is to take away. Kazi ya ibilisi ni kuchukua. He came to steal Anakuja kuiba and to kill na kuua and to destroy. na kuharibu. But Jesus came Lakini Yesu akakuja to give life. ili apeane I uzima. declare to somebody here, Angazia mtu hapa. we shall not be just takers, Sisi tutakuwa tu watu wa kuchukua. but we shall be givers. Sisi tutakuwa watu wa To kupeana. build an altar for the living Tujenga God. madhabahu kwa ajili ya Mungu. Somebody touch your neighbor, tell your neighbor, Jirani yako mwambie jirani, where is your altar? madhabahu yako yako wapi? Hallelujah. Haleluya. Where is your altar? Madhabahu yako yako wapi? Where is your altar? Madhabahu yako yako wapi? So he built an altar for God. Hivyo akajenga madhabahu kwa ajili ya Mungu. And the Bible says Na Biblia inasema he took two bulls. akachukua ng'ombe wawili wa The kiume. first one Ya kwanza he slaughtered akaua and tear down the altars. na akavunja madhabahu. For you to build an altar for Ili God, ukaweza kujenga madhabahu kwa ajili ya Mungu, you must first of all tear down certain altars. lazima uvunje madhabahu mengine. You cannot build an altar for God to another altar. Hauwezi ukajenga madhabahu ya Mungu juu ya madhabahu mengine.
mengine. You must tear that altar down. Lazima kwanza uyavunje ya And kwanza. no altar can be teared down by empty hands. Na hakuna madhabahu yanaweza kuvunjwa na mikono mikavu. Am I speaking to somebody here? Je, naongea na mtu hapa? You are sitting here and you say, Umekaa hapa na I unasema, have been praying all through nimekuwa nikiomba kila wakati. and nothing happens to my Hakuna life. chochote kimetendeka maishani mwangu. This is my prayer for Hii you. ni ombi langu kwako. May the Lord open your spiritual Wacha understanding Mungu afungue kuelewa kwako kwa so that kiroho. you may understand Ili ukaelewe where in particular wapi haswa where the problem originates. mahali shida The inatokea. Bible says Biblia inasema Gideon asked God, Gideoni akamuuliza we have Mungu, heard a lot of things concerning our forefathers. tumesikia mambo mengi kupitia kwa baba zetu They have told you, but they have told us about you. wametuambia mambo mengi kukuhusu How wewe, great you are. jinsi wewe ulivyo mkuu. That we have not. Anzisha, You must make sure hakikisha kwamba Jesus is laid in your life. Yesu amewekwa maishani mwako kwanza. Lay the true foundation. Wewe weka misingi iliyo dhabiti. In 2 Timothy Katika Timotheo wa pili chapter 19, chapter 2 verse 19, mlango wa pili mstari wa 19, the Bible says, maandiko yanasema, nevertheless, hata hivyo the solid foundation msingi ulio dhabiti that the Lord has laid ambao Bwana ameuweka stands for sure, unasimama hakika, and it is written on it, na imeandikwa juu yake, the Lord knows those who are his, Bwana anawajua wale walio wake, and everyone who calleth upon him na yeyote amwitaye must leave the civilian affairs. lazima ache mambo ya asili For you to finish well, ili ukaweze kumaliza you have vyema. things that you need to abandon Lazima uachilie so that you can finish well. ndiposa uweze kumaliza vyema. I declare to somebody here, you shall not die, but you shall finish. I speak to somebody here. Yes. I declare once again, you shall not die, but you shall finish. Ili utamaliza. If our Ebenezer finish, Kama Ebeneza wetu walimaliza, you will finish also. utamaliza pia. Somebody say amen. Tuseme amina. Somebody say amen. Tuseme amina. Let your neighbor tell your neighbor, if my God finished, Shika jirani kumwambia kama Bwana wangu I will alimaliza, also finish. pia mimi nitamaliza. That's why Jesus on the cross, Ndiposa Yesu msalabani he said, akasema, our stone of help, jiwe letu la msaada, he said akasema that this thing, ya kwamba mambo haya it is finished. yamekwisha, It is finished. yamekwisha. It is announcement from the release throne. Ni tangazo kutoka kwa jiwe letu la haki. Praise the Lord. Bwana Yesu Don't asifiwe. mind about the electricity. Hata msiangalie umeme. Praise the Lord. Bwana Yesu That's your asifiwe. neighbor. Tell your neighbor, you better know. Ambia jirani yako ni vema ujue Finishing strong. kumaliza kwa nguvu. Hallelujah. Amen. So the Bible says, Biblia inasema I am the Alpha mimi ndimi mwanzo and the Omega, na mwisho. the first Mimi ndiye wa kwanza and the end. na yule wa mwisho. Praise the Lord. Amen. It means Inamaanisha Jesus, Yesu when he begin with you, anapoanza na he wewe will finish well. atamaliza vema. He will finish well. Atamaliza vema. Hello? Amen. Praise the Lord. Amen. Kuna watu hutoa ushuhuda. We have people who give testimonies Wanasema ai, hii mwaka imekuwa mzuri sana. and they say this year has been good to me. Kazi yangu imenisaidia sana. My work has really helped me. Salimia mtu mwambie sio kazi. Tell somebody it's not your work. Kuna mtu anakuamsha asubuhi We have somebody who works in the ndio morning uanze kutembea mpaka kwa kazi. so that you can start walking to work. Akisema hapana, If he says no, kazi itakuweko, that work will be there. lakini wewe utakosa kwa ofisi. But you will miss in the But work. the fire of God Like the value will be. is not about your work. It is about Jesus. Somebody say Jesus. Hey. Salimia jirani yako mwambie ni Yesu. Hata vile unafanana leo, Even how you look today, it is Jesus. ni Yesu. Oh, hallelujah. Amen. How many people say we look like Jesus? Watu wanasema tunafanana na Yesu. Anything you have achieved today, Chote umeweza kufaulu ndani it leo is ni Jesus. kwa ajili ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the living God. Amen. And listen to me here. Nisikize hapa. The far we have come. Umbali tumekuja. The Bible says here Biblia inasema in the book of Philippians chapter katika 2, Filipi mlango wa pili, in the book of Psalms, kitabu cha Zaburi, Psalms 118 verse 22. Zaburi 118 mstari wa 22. The Bible says, Biblia inasema the stone which the builders refused jiwe lile walilolikataa waashi become the head stone of the corner. limekuwa jiwe la pembeni. Hello. Hello. Tell your neighbor the stone that was rejected Ambia jirani yako jiwe lililokataliwa
likataliwa. The stone which the builders rejected. Jiwe lililokataliwa na waasi. That is the stone this man of God, Samuel never Hilo rejected. ndilo jiwe Samueli hakulikataa. Samuel took the stone. Samueli akalichukua. So there are builders who refused it. Ingawaje kuna waasi walilikataa. Let me explain something Wacha here. nieleze kitu hapa. Who are these builders Je, waasi ni wakina nani? that rejected this stone, Ambao walikataa jiwe hili. that helped this man of God? Ambalo lilisaidia huyu mtu wa Mungu. When you read the Bible here, Ukisoma maandiko hapa. in the book of John chapter 1, Katika Yohana mlango wa kwanza. from verse number 11 Kutoka mstari wa to 11. verse 12, Ukifika mstari wa 11. you will understand who is the builders Naelewa waasi ni wakina nani. who refused the stone. Ambao walikataa jiwe. The Bible says, Biblia inasema. and he came to his own. Akaja kwa watu wa kwake. Who are these? Hawa ni wakina nani? The Jews, Wale wa Ibrania. the builders. Wale wajenzi. But they never received him. Lakini hawakumpokea. They rejected the stone. Wakakataa jiwe. But those who received him, Lakini wale waliompokea. he gave them the right Akawapa uwezo. to become Wakafanyika. the children of God. Wana wa Mungu. I pray with somebody here. Naomba na mtu hapa. You will finish well Utamaliza wema. because you're not just a Kwa person, sababu wewe si mtu tu. you are a child of Wewe God. ni mwana wa Mungu. Somebody say, I am a child of God. Tusema mimi ni mwana wa Mungu. The builders refused, Waasi wakakataa. but those who received him, Lakini wale waliompokea. he gave them the right Akawapa to uwezo. become Ili wafanyike. the children of God. Wana wa Mungu. Every child of God Kila mwana wa Mungu. knows how to thank his father. Anajua jinsi ya kumwambia baba yake asante. Hey. Salimia jirani yako, mwambie lazima ujue baba yako ni nani. You must know who is your father. There is a father in heaven. Kuna baba mbinguni. How do you deal with God? Wewe unafanya vitu aje na There yeye. is a father here, Kuna baba yako hapa. the spiritual father. Yule baba wa kiroho. How do you deal with him? Unatembea aje na He yeye. came to his own, Akawajia watu wa but kwake. his own Lakini wa kwake did not receive him. hawakuweza kumpokea. But though they never received, Hata kama hawakumpokea. there are people who are ready to receive. Kuna watu walikuwa tayari kumpokea. There is something you need to understand. Kuna kitu wapaswa kuelewa. In the spiritual matters, Katika mambo ya kiroho. what you don't receive, Chochote ambacho haukipokei. another person is yearning for it. Mtu mwingine anatamani. And when he receives, Na anapopokea. he receives the right Anapokea to uwezo become wa the kufanyika child of God. mwana wa Mungu. And the Bible says, Na Biblia inasema these are the sons hawa ndio wana that the Lord has prepared for them ambao Mungu amewaandalia to wao receive an inheritance. wa kupokea urithi. I declare to somebody here, Tangazia mtu hapa. you shall not only cross over, Hautaenda tu kiwango, you shall not only finish well, hautamaliza tu mbele. but may you finish with your inheritance. Wacha umalize na urithi wako. Touch your neighbor, tell your neighbor, I am finishing with my inheritance. Maliza na urithi wangu. You need to receive your inheritance. Wapaswa kupokea urithi wako. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. The stone which the builders refused Lile walilolikataa waasi is become the headstone limefanyika jiwe la pembeni. of the corner. Jiwe la pembeni. Praise the Lord. Amen. And that's why the Bible says Na ndiposa Biblia inasema in Philippians chapter 2, katika Wafilipi mlango wa pili. when you read verse 9 to 11, Kisoma mstari wa 9 na the 11. Bible says, Biblia inasema therefore, kwa hivyo he was highly exalted akainuliwa juu ya and vyote given a name na akapewa jina. that is above every other Jina name. lililo juu ya majina yote. That at the name of Jesus, Ya kwamba kwa kutaja jina la Yesu. the name of Jesus, Jina la Yesu. every knee should bow, Na goti litapigwa. every tongue should Kila confess ulimi utakiri. that he is the Son of Ya God. kwamba yeye ni mwana wa He Mungu. is our Lord and Savior. Kwamba yeye ni Bwana wetu. So today I declare to Kwa somebody hivyo here, leo hii natangaza kwa mtu. this far we have Ya come. kwamba umbali huu It is tumefika. not because of your power. Kwa sababu ya nguvu zetu. It has costed our Lord Jesus. Imekarimu Bwana wetu Yesu. He is our Ebenezer, Yeye ndiye Ebeneza our kwetu. Alpha and Yeye Omega, ndiye mwanzo na mwisho. the beginning and the end. Yeye ndiye mwanzo na mwisho. There are things in your life Kuna vitu maishani mwako you could not manage to finish, haungeweza kumaliza. but because of the power, Lakini kwa sababu ya nguvu, because of the kwa favor, sababu ya kibali, because of the glory, kwa sababu ya utukufu, because of the